Pia linafunguliwa rasmi siku ya leo uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Mechi inapigwa saa 1 kamili usiku, Simba dhidi ya kikosi cha Azam FC. Mizorani jana ilikuwa na package ya kutosha ya taarifa, upande wa Simba, upande wa Azam, upande wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Waamuzi 6 wanachezesha mchezo wa ngao ya jamii hii leo. Azam dhidi ya klabu ya Simba. Ni Simba dhidi ya Azam ama Azam dhidi ya Simba. Mechi ni ya ngao ya jamii, hakuna mwenyeji eti. Sio hivyo. Clifford Mario Ndimbo, kama kupata fursa ya kusikia uthibitisho wa marefa 6 kuchezesha mchezo wa siku ya leo, basi msikilize kwenye Sports Attack wakati huu. Kwa hiyo katika mchezo huo wa kesho ambao utaanza saa 1 za jioni uwanja wa Taifa, kuelekea kwenye mchezo huo tutatumia waamuzi 6 ambako kutakuwa na waamuzi wale ambao wanakaa kwenye magoli ambao tunawaita kwamba waamuzi wasaidizi wa ziada ambao wanakaa kwenye magoli yote mawili, kwa maana ya goli la upande mmoja na goli la upande wa pili. Kwa hivyo mwamuzi wa katikati katika mchezo huo atakuwa Eli Sasi kutokea Dar es Salaam, ambaye atakuwa anasaidiwa na mwamuzi msaidizi namba 1 Frank Komba kutokea Dar es Salaam. Mwamuzi msaidizi namba 2 atakuwa ni Mohamed Mkono kutokea Tanga, wakati mwamuzi wa mezani yeye atakuwa ni Ferdinand Chacha kutokea pale Mwanza. Na waamuzi sasa wale wasaidizi wa ziada ambao watakaa kwenye magoli kuweka idadi hiyo ya waamuzi 6 ni pamoja na Jonesia Rukia kutoka Kagera pamoja na Mark Msanya kutokea Morogoro. Kwa hiyo hao ndio watakuwa waamuzi katika mchezo wa hapo kesho, ambao match commissioner katika mchezo huo ni Cyprian Kuyava kutokea Iringa, na referee assessor yeye ni Leslie Liunda kutokea hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hao sasa ndio wanahitimisha ujumla huo kuelekea katika mchezo wa hapo kesho, mchezo mkubwa kabisa, mchezo wa ngao ya jamii ambao tunakwenda na kauli mbiu ya nyumba ni choo. Kwa hiyo ni wahakikishie tu watazamaji ambao watafika uwanjani kwamba masuala yote ya kiusalama yako vizuri, hakutakuwa na bugdha yoyote namna ya kuingia. Kwa hivyo jitokeze kwa wingi kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa kabisa wa ufunguzi wa msimu. Kikubwa ni kwamba kila mmoja ambaye anakuja uwanjani aje kwa sababu ya kutazama mpira, na akimaliza kutazama mpira basi aweze kurudi nyumbani kwake. Kwa hiyo wale ambao wanakuja kwa nia za tofauti waelewe kwamba tunahitaji usalama zaidi. Kwa hiyo kila mmoja anayekuja basi aje kwa ajili ya kushuhudia burudani au kuipa support timu yake kati ya timu hizi mbili, Azam pamoja na Simba. Huyo ni afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania TFF, Clifford Mario Ndimbo. Mashabiki wa Simba, Azam imekuwa ngumu kidogo kupata mashabiki wao. Hivi Azam, mashabiki wapo wale mashabiki wa Azam, au ukimpata shabiki wa Azam kwenye mchezo huo anaweza kawa Yanga? Mashabiki wapo wa Azam. Yeah, wapo. Okay sana. Kwa watu Azam kabisa. Yaani Azam kindaki wapo. Wapo Azam. Sema kwa waliozaliwa miaka ya 2000 hivi watakuwepo, au miaka ya 95 kupanda juu. Hapana, 2000 exactly watakuwepo. Lakini kwa wale wa miaka ya 90 mechi za Azam zinakuwa na mashabiki wengi wamevaa jezi za Azam, lakini pia wana ngoma yao ile, wanapaka rangi za Azam. Si ndio mashabiki wenyewe hao, au unataka si Simba au Yanga? Yaani wale pale ndani yake yale, ukiwavua nguo za Azam unakuta wana Simba au Yanga. Kwa hiyo vilabu vilivyoanzishwa hivi karibuni havina mashabiki? Vinao Mbeya City. Sasa kwa nini Mbeya City anao afu Azam asiwe nao? Kindaki. Mbeya City ndio anao kindaki. Anaweza kuwepo. Hebu tuwasikilize wanachama na mashabiki wa Simba wao tambo zao kuelekea mchezo wa leo. Tutakupa fursa pia kutupigia muda si mrefu hapa kupitia 0719638284, alafu utatuambia mtazamo wako ni upi kuelekea mchezo wa hapo baadaye.
Kwa jina naitwa Samsoni Sote Mwakaje, ni mshabiki mkubwa wa klabu ya Simba. Ni mchezo ambao utakuwa mzuri, mchezo ambao kila timu nafikiri imejiandaa vizuri. Kwanza nafikiri ni changamoto kubwa ambazo wamepata wote, wametoka sare mechi za kimataifa, japo Azam alipigwa goli moja lakini Simba akatoa sare. Ni kwamba pale ni lazima wameangalia makosa yako wapi na ndio nafasi ya kusahihisha makosa yao, lakini nafasi kubwa sana naipa klabu yangu ya Simba kwamba itaibuka kwa mshindi. Naipa kutokana na kikosi kilivyokuwa imara, kikosi ambacho asilimia kubwa nimeangalia kama kocha jinsi anavyopanga, hatumii sana wachezaji wageni, zaidi anafanya kama kuziba mapengo kwa wachezaji wale ambao waliondoka, lakini bado ana imani kubwa na wachezaji wale ambao walikuwepo, na ndivyo timu inavyotakiwa, kwa sababu timu unapotaka kuibadilisha ukaweka wachezaji wengi wapya ni vigumu sana kukupa matokeo kutokana kwamba bado hawajazoeana. Kwa hiyo imani kubwa, wachezaji wengi bado tunao, bado wapo ambao walikuwepo kipindi kilichopita. Mimi kwa jina naitwa Martin Mruafu. Mchezo utakuwa mzuri sana kwa pande zote mbili. Naona Azam amejiandaa vizuri, Simba amejiandaa vizuri na mmesajili vizuri. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona mchezo utakuwa mzuri wa kufurahisha. Na haya ni tunavyojua ni maandalizi kwa ajili ya ligi kuu. Kwa hiyo nadhani timu zote zitatiti kwamba zionyeshe mchezo wa akili wa wapenzi wao upande zote, wawe na moyo wa kuzipa nguvu wakati wa mchezo ya ligi. Lakini pamoja na hayo, mimi kama mimi naona Simba watakuwa vizuri zaidi. Watakuwa vizuri zaidi kwa sababu ile usajili wao ni mzuri, na tukikumbuka kwamba ni wenyewe ndio bingwa wa ligi ya Tanzania, na wasingependa tena akiwa bingwa tena kombe liende kwa mtu mwingine. Nampa pasenti kubwa Simba. Mashabiki wao wakizungumza kuelekea mchezo wa siku ya leo. Mechi inapigwa uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Hivi tayari tumesharuhusu wetu Pokea simu. Watu subiri kidogo. Sawa. Watu subiri, wanatakiwa watusubiri kidogo. Lakini washikaji zetu wa dhati kabisa kutoka maeneo mbalimbali na maeneo ya jirani na pale airport, basi leo airport mahakama kuu kule huku ni airport. Hapana. Ichanganya na kule hali ya hewa bana. Leo kibanda kwa kibanda tutakuwa maeneo ya checkpoint, pale kuna kibanda forest ya zamani karibu na mahakama kuu. Mizodan itaruka live kutoka pale mahakama kuu, watu sio nakufahamu. Benki kuu kule. Benki kuu. Tutakuwa karibia na benki kuu kule, maeneo ya checkpoint pale. Kuna kibanda kinaitwa checkpoint, hivyo kibanda cha checkpoint. Tutakuwepo pale kwa ajili ya kuzishuhudia hizi mechi zote. Tathmini tutafanya kwa pamoja. Kuna mechi leo Simba dhidi ya Azam, lakini mbali na mchezo huu kuna mchezo mwingine pia ligi ya England utakuwa unapigwa leo. Tottenham Hotspur ni Manchester City dhidi ya Tottenham Hotspur. Kwa leo tutakuwepo kibanda cha checkpoint forest ya zamani karibu na mahakama kuu, na Mizodan itaruka live kutoka maeneo hayo. Livet Azam akienda kwenye mchezo wa Simba leo, kwenye makaratasi tayari ni underdog. Ulinganifu wa vikosi viwili unafanya mzani unainuka sana upande wa Azam, ama kidogo kuna balance inaweza ikatokea? Precaution, kutabiri mpira ni kutabiri, inatabirika kwenye makaratasi, lakini mara nyingine kinachoweza kutokea uwanjani sio rahisi kutabiri, yani sio rahisi kupredict, so unpredictable hivyo. Lakini kiukweli kabisa ukitazama Kaizer Bravo upande wa Simba na upande wa Azam, vikosi vyao kwa maana ya kwa mfano upande wa Simba utamwona leo lazima labda Beno Kakolanya anaweza kuwa anaanza, alafu Seje Pasco wao pamoja na Erasto Nyoni wanaweza kuwa wanaanza, lakini upande wa pili Abaroa alafu wakina Wadada wanaanza pamoja na kina Mohamed, alafu kuna bwana mdogo ambaye nimeona akicheza mechi kadhaa Oscar Masai umeona wanaweza kuwa wanaanza, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji kama wakina Idi Nado, wakati upande wa pili unakuta wakina Francis Kahata
au kwenye eneo la midfield tutakutana na wakina Shabub upande wa Simba, lakini kwa upande wa Azam kuna bwana mdogo anaanza pia kwenye eneo la midfield, lakini kuna mchezaji mwingine pia hapo, kuna kina Salum Abubakar Shwaboy, kina Frank Domayo, wana utajiri kwenye eneo hilo. Yes, kwenye eneo la midfield. Lakini pia kwa mfano unaenda kuangalia pia kwa mfano wakina Kagere upande mwingine ni Chilwa na wakina Ngoma, umeona Kwa hiyo kuna namna unaweza kuwa unathubutu kusema, au labda kwa mfano Simba wamekaa na benchi la ufundi msimu uliopita ndo lile la msimu huu, au Azam wao benchi lao la ufundi ni jipya, kwa maana wana jambo la kuendelea kufanya kuhakikisha kwamba timu inakuwa bora, pamoja na kitu ambacho kimefanyika, lakini still ni timu ambayo endelea kujengwa. Au labda ukienda kwa mashabiki, tunatarajia kuona mashabiki wa klabu ya Simba watakuwa wengi uwanja wa Taifa kuliko mashabiki wa Azam. Kwa hiyo automatically kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuwa unathubutu kusema. Kuna ukitoa Idinado, kuna mchezaji nimemuona akicheza mbali na hawa kiadada ambao tunawajua, kuna vijana wadogo kadhaa nimewaona wakicheza, wamperform vizuri sana. Kuna Bruce Kangwa, Daniel Amo, umeona nimemuona au watu wazima yes, Daniel Amo, Mugana huyo, Abdara Masud, Salmin Hoza yupo kitambo, Salum Abubakar Shwaboy kama kawaida yupo anakiamsha, umeona na kwa hiyo unaweza kuona unapata baadhi ya concept kidogo tu, unajaribu kuthubutu kusema, ingawa kama ambavyo nimesema football sometimes is unpredictable, yani nje ya uwanja kila kitu kinaweza kuwa kiko upande wa timu fulani, lakini when it comes mnaingia kwenye pitch unakutana na kitu ambacho hamkuwa mmekitarajia kiasi hicho. Kaizer Bravo. Okay, sawa. Na Nation kuwa na kikosi chepesi kuliko Simba wana kikosi kizito kuliko Azam, kunaweza kukafanya mechi hii ikawa nyepesi upande wa Simba? Ndio, hicho kitu kinawezekana, kwa sababu Simba ana kikosi kipana lakini ana kikosi kilicho bora. Ukiangalia safu ya ushambuliaji ya Simba, Medi Kagere pamoja na John Boko ni washambuliaji ambao ni hatari na wameweza kufunga magoli mengi sana msimu uliopita, tofauti na safu ya ushambuliaji ya Azam ambao ina Chirwa pamoja na Donald Ngoma ambao ni washambuliaji wazuri lakini hawana makali kama ya washambuliaji wa Simba. Kwa hiyo Simba ina kikosi kizuri na ina kikosi ambacho ni kipana tofauti na Azam. Kwa hiyo Azam anaweza akaingia kama underdog kutokana na ubora wa kikosi cha Simba. Endapo Simba atatumia ubora wa kikosi chake anaweza akashinda hii mechi kirahisi, lakini endapo asipotumia ule ubora wa kikosi chake akaingia kwa kujiamini zaidi, ilhal Azam kaingia kama underdog, basi mambo yatakuwa magumu sana kwa upande wa Simba, kutokana na Azam akiingia kama underdog ataweza kutumia mbinu nzuri za kuweza kumwattack Simba. Ukiangalia ana kocha mzuri ambaye anajua kucheza mechi kubwa, Etienne Ndairagije tunamkumbuka toka akiwa Mbao alikuwa anavisumbua sana vilabu vikubwa vya hapa nchini. Hii ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusoma mbinu za mpinzani na kuimplement mbinu zake ambazo zitamfanya mpinzani aweze kufungwa. Kwa hiyo nadhani kwamba Simba endapo akishindwa kutumia vizuri ubora wa kikosi chake anaweza akapoteza mchezo wa leo, lakini Azam endapo akiingia na uoga kwamba anacheza na timu kubwa na akaweza kucheza vizuri kwa tahadhari kubwa, basi Azam anaweza kaibuka mshindi katika mchezo wa leo. Sio tu ubora wa kikosi ambao huwa unaamua matokeo. Yaani ubora wa kikosi ni mojawapo ya vitu ambavyo, au niseme quality ya timu kwa ujumla wake, yani kwa benchi la ufundi, ubora wa kikosi sio kitu pekee ambacho huwa kinaamua matokeo kiukweli kabisa. Kuna mambo mengine, kwa mfano siku hiyo labda mpinzani ana mbinu sahihi ya kukudhibiti. Sana jua wewe unavocheza. Kwa mfano kuna kipindi Green Warriors au timu gani wale, kuna Mashujaa. Uko ukilinganisha kati ya Mashujaa na Simba, hakuna mtu anatarajia kwamba Simba au Mashujaa atapata matokeo. Na ndio maana nikasema kwamba mbinu za mwalimu wa Azam zinaweza zikafanya Azam waweze kuibuka mshindi hii leo, kutokana kwa sababu kuna siku nilikuwa nasikiliza
interview ambayo alikuwa anafanyiwa kocha wa Azam, akasema yeye kabla hajacheza na mpinzani basi anatumia wiki nzima kuangalia mpinzani anacheza vipi ili yeye anavyoingia acheze naye vipi. Kwa hiyo nadhani kama atakuwa ametekeleza kitu hicho kwamba ameweza kuisoma Simba kwa muda mrefu na amejua Simba ni bora sehemu gani na Simba ina madhaifu sehemu gani, na yeye akajua ataboresha wapi ili aweze kuwataki vizuri Simba, anaweza kaibuka na ushindi hii leo, japokuwa Simba ndo ana kikosi kizuri kuliko Azam. Style za kucheza za timu hizi mbili, tunajua timu ya Etienne Ndailagije inakuwa inagusa sana, sio waoga kuchezea mpira, lakini Simba pia mpira wao wanacheza kwenye carpet, wanacheza chini. Hii mechi ladha bila shaka ipo, lakini mbinu sasa bwana Livet, for sure mbinu mechi itakuwaje namna ulivyomtazama Etienne tangia kiwa ambao KMC akiwa Azam na ukimtazama kocha wa Simba? Nafikiri tunatarajia mpira mzuri kwanza hicho, kwa sababu team tactics kwa maana ya mbinu za Azam na mbinu za Simba wote wanacheza kama mpira unaofanana, wana Nation Mwambande. Watu wanacheza pasi fupi fupi, wanafungua, anatoa pasi, anafungua boxi. Yako kuna vitu kama wanakaa na mpira kabisa, possession based football. Kwa hiyo na ni mifumo ambayo inaruhusu sana individual skills, inaruhusu sana watu kuonesha uwezo wao. Yani unajua zile kuna mifumo ya maelezo kibao, unapewa maelezo too much of information. Ukutana na Mourinho anakupa maelezo, bwana kwa nini hakupatikana, yani maelezo kibao. Kwa hiyo tunatarajia mpira mzuri sana kwa sababu ya team tactics, kwa maana mbinu za timu zote mbili, kwa sababu ya namna ambavyo wanapenda kuweka mpira chini, mtu aoneshe uwezo wake, individual skills na vitu kama hivyo hapo. Na kukiwa na staili ya kucheza namna hiyo, kinachosalia ni mwalimu ataanza na watu 11 wakina nani, alafu na sabu watakuwa wakina nani, kwa sababu katika mbinu za kucheza Kaizer Bravo nafikiri utakubaliana na mimi, first 11 ni mbinu ya kwanza, sabu wanaoingia ni mbinu nyingine. Kwa hiyo inategemea na watu ambao watakuwa bench. Kwa upande wa Azam watakuwa na kikosi chake cha kwanza always, na Simba atakuwa na kikosi chake cha kwanza always. Sabu ambao watakuwa kwenye upande wa Simba na sabu ambao watakuwa upande wa Yanga watakuwa upande wa Azam very sorry, unaona au kama ikitokea mchezaji wa muhimu wa upande wa Azam kaumia au upande wa Simba kaumia, nani ambaye atakuwa anaingia, itakuwa inadetermine game husika. Lakini mwisho wa siku ni game ambayo itakuwa na pesi sana, kwa maana ya speed wakati wa kushambulia, akiwa timu imemiliki mpira, kwa sababu possession based football unategea mwenzako akiwa hayupo katika shape yake ndio umshambulie kwa speed, si ndio? Kwa hiyo hapa utaona kuna baadhi ya wachezaji kama wakina Francis Kahata kwa upande wa Simba au Idinado kwa upande wa Azam, namna ambavyo wanaweza kuwa na react, kwa sababu wao ndio watu ambao watumie kuanzisha mashambulizi. Lakini kitu ambacho unakiona pia ni zile dakika 90 ikiwezekana na nyongeza. Kuna 120 hapa au zinaishia 90 peke yake kwenye ngao ya hisani yetu, kwa maana ya game endurance, kwamba dakika 90 zitakapokuwa zimemalizika au kucheza dakika 90 katika nidhamu ile ile, unajua zile ndio ambacho kitakuwa kinaamua. Lakini mwisho wa siku pia kuna swala la intelligent, kwa maana ya mwalimu labda ameshaona mbinu za mpinzani wake ziko vipi, si ndio? Wakati game inaendelea, kuna hao wataalamu, wakati game inaendelea anaona okay, mpinzani huyu anacheza hivi. Etienne anasema katika benchi lake la ufundi anakuwa na watu wawili, ambapo yeye anakuwa anahusika na mchezo husika, lakini kunakuwa na mtu mmoja ambaye anaangalia timu pinzani inacheza vipi, alafu kunakuwa na mtu mmoja ambaye anaangalia wao wanakosea wapi. Hiyo kazi alikuwa anaifanya Mourinho hiyo. Kuna mtu alikuwa special wa kuangalia nani anakosea kukimbia ile mikimbio ya uwanjani, kwamba nani akabi kwenye timu yake, maeneo gani ambayo timu pinzani imeyaona kama madhaifu na inayatumia. Kwa mnavyoenda half time, bwana wewe ulikuwa unaangalia upande wetu tuna mapungufu gani, wale jamaa ulikuwa unawaangalia wewe wana madhaifu gani, tukatumia kipindi cha pili. Benchi la ufundi kweli kuna Idi Cheche sio hapa. Etienne anasema yeye kila klabu atakayokwenda lazima awe na hao watu wawili. Alikuwa nao Mbao, akaenda nao KMC. Sasa sijajua kama akashaenda nao Azam, lakini hata kama hajaenda nao Azam, aliowakuta lazima awape majukumu yao. Aliowakuta lazima atakuwa kawapa majukumu.
Kwa hiyo tutegemee ndani ya mchezo kutakuwa na kubadilika sana na hii huwa inaamua matokeo sana. Na of course kwa upande wa Simba tunafahamu wanao watu pia, sio tu kwenye game hii, kwa sababu Simba amecheza kimataifa. Kule kimataifa wanakutana na watu ambao yani wao wanakudhibiti hivi, ukiona hivi ni ngumu wanakuja wanakudhibiti, ana switch. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni muhimu, lakini mwisho wa siku pia point yako ya kwanza kwenye uwezo wa mchezaji mmoja na determine sana skills, yani kwamba mchezaji anavyoweza yeye, yani timu imeshindikana kufanya jambo, si ndio? Kwa sababu si ni mechi moja yeye sasa kama yeye, kwa sasa mchezaji atumie sasa ule uchezaji wake, ziada zake binafsi ili timu ipate matokeo, kama vile ambavyo alikuwa anafanya Makambo na ajibu katika kwa Yanga kipindi kile, timu inaonekana kama imeshavurugana.